Tunajua ulipatia Ruto kazi yako sahi. Sahi Ruto ndiye anafanya kazi yako, but I have to point this out. Ulikuwa hapa. All these things happened when you were there. You are a shame to the Nairobians. You are a shame to all the leaders washaikuwa kwa Nairobi. In fact, you are a shame to all leaders wenye washaikuwa kwa hii Kenya mzima. Kazi ni uhandi. Wanawake ndio kazi yako huku. Women. Kijana wa madimples. How are your dimples helping us here in Nairobi? Peleka huko bana. Kwa manyumba wameshindwa kutoka kwenda kutafuta makazi kwa sababu they are very weak. Chukua hiyo pesa, nunua supplies, pelekea hizo familia. They will appreciate you badala ya kulipa watu kufanya kazi bure huku. I am very angry by the way. Niliona wengine ati majembe manini yet penye wameko wafanye kazi is even worse than penye ijafanywa kazi. It's dirty. Yes guys. Hello. Welcome to Chi News Africa. The home of the truth. Acha nitumie hivyo. Leo nimesahau ile slogan yetu lakini ni the home of the truth. Na ni mimi hapa Maseke mwenyewe. And I want us to look at a few things that have happened in a few weeks ago. Zenye zimekuwa like a nuisance to this country and to this nation and to this county. First of all, before I continue, remember to subscribe, like and share this content. And don't forget to dislike kama ubambiki. Alafu tuambie hapo kwa comment why. And we'll be glad to share your feedback. So, kulikuwa na mvua. Watu wengi mliona venye mvua ilifanya. Matatu, a whole matatu. Matatu na kuanga how many meters high? I think about 3 to 4 meters. Or 6, yeah. Guess what? Mvua imenyesha mpaka matatu ikafunikwa na maji juu. Yet we are in Nairobi. Ask Ugandans how they view Nairobi. Ask Tanzanians what they think about Nairobi before the flood. Utasikia very big words. Nairobi ndio Singapore ya Afrika, unaona? Nairobi ndio USA ya Afrika. Can you imagine? Mvua kidogo tu inafunika mabasi, ina sweep magari kwa barabara. Sakaja, tunajua ulipatia Ruto kazi yako sahi. Sahi Ruto ndiye anafanya kazi yako, but I have to point this out. Ulikuwa hapo. All these things happened when you were there. You are a shame to the Nairobians. You are a shame to all the leaders washaikuwa kwa Nairobi. In fact, you are a shame to all leaders wenye washaikuwa kwa hii Kenya mzima. Kazi ni uhandi. Wanawake ndio kazi yako huku. Women. Ati kijana wa madimples. How are your dimples helping us here in Nairobi? Peleka huko bana. This is bullshit. This is nonsense. Hakuna venye ati mvua ikinyesha Nairobi watu wanakuwa distressed because ati watalala nje, watalala juu ya maji. Mtu amelala kwa kitanda yake, maji inaingia mpaka inafika level sasa ana float. What is that? This is bullshit. This is nonsense. Kazi ni kukimbia na magari kubwa huku na kupatia watu pesa zenye ziwasaidii. Yes. Kukimbia. Ebu angalia, look at the vehicle that Sakaja anatumia. Ile amepatiwa na government. Aya, wacha hiyo, enda kwa zile his personal vehicles. Look at them. Magari kubwa. Yet simple drainage inakushinda kutengeneza mitaro ya Nairobi. In fact, hii NYS naona kila wakati Eastland sijui wapi meka vijana na masoldiers wa NYS huku ati wanatembea na mapanga na majembe na masijui nini ati wanafanya usafi Nairobi. What are those? Watu waache hiyo kazi bana. Because mmeshindwa na kazi. Yes, mmeshindwa na kazi. NYS ni kupoteza pesa ya Kenya. Hiyo pesa chukua, nunua bundle 10 za unga ama whatever bundles za unga zinaweza patikana, na hizo pesa zenye mnatumia kulipa vijana huku kufanya kazi ya kutembea na hakuna kitu wanafanya. Go look for those people that are very needy. They are in the hospitals.
wako kwa manyumba, wameshindwa kutoka kuenda kutafuta makazi kwa sababu they are very weak. Chukua hiyo pesa, nunua supplies, pelekea hizo familia. They will appreciate you badala ya kulipa watu kufanya kazi bure huku. I am very angry by the way. Niliona wengine ati majembe manini, yet penye wamewekwa wafanye kazi is even worse than penye haijafanywa kazi. It's dirty. Look at the CBD huku ka town huku juu. Look at Nairobi huku juu. Everywhere makabro zimengolewa nini. Sakaja, you are a shame. Shame on you. Shame on you. These are the kind of leaders hatutaki kwa hii nchi. We do not need you guys. Kama ni lazima tukue na nyinyi heri tusikue na any leadership. Wacha wananchi wajiongoze wenyewe. This is bullshit. Can't you imagine that super highway imekuwa mvua ikinyesha inakuwa sasa ni lake. Magari haziwezi pita. Thika super highway imekuwa lake. Poor drainage. Look at them wakipita kwa hizo mabarabara saa yenye jua imewaka. Mnawekwa kando, kando mheshimiwa anapita. Mimi Kenya, anyone mwenye anasikiza this thing that I am talking about here. Watu wametuzoea. Yes, wametuzoea. Na it's high time we take up responsibility ya make sure they work. Si kazi ya kusafishiwa barabara. In fact, mimi wacha mwananchi wa kawaida ndiye asafishiwe barabara. Au ma president, ma sijui governor, sijui nini. Wakae kwa jam kama watu wengine. What is this? Kutumia pesa ya nchi vibaya. Alafu wakipita wanasafishiwa barabara. What is that? This is bullshit. I'm very angry. Maseke, I'm saying here today, I'm very angry and I am very terrible. I'm pissed off by this stupid regime. Yes, I'm pissed off. Can you imagine? Can you imagine? State House renovation yenye ilifanyika State House ili cost how many billion? 17 billion. Yet it could cost even, acha tuseme wakitumia 20 million ku renovate State House. Nataka kusema itakuwa standard. It will be very okay. Why do they use 17 billion ku renovate a house yenye already iko poa? Yet watu wanakaa huku look venye hiyo mvua ilinyesha, hebu angalia around wale walibebwa na maji huku. Yet wanaweza tumia hiyo pesa kujenga mabarabara huku. I hear sahi ati kuna jengwa hoteli inajengwa State House. Wamejenga hoteli State House. Ndani ya State House wanajenga hoteli. What for? Who will go there? Wenye pesa? Yet Kenyans wana suffer. This is bullshit. Ruto, Sakaja, na watu wengine wote wenye watusaidii, wenye wanakuja kutupigia makelele na malori na microphone na mangoma zitusaidii. You are making us sick. In fact, Kenya inatukula sio malaria. It is not even typhoid. It is not cholera. We are not suffering from HIV. We are not suffering from cancer. We are suffering from you. You are our suffering. I am saying it here today. You are our suffering. You. Today is the 14th of March, 2026. You are our suffering. Yes. You are our suffering. Ruto, you are our suffering. You are the cancer yenye inatukula. Kazi ni kupanda magari huku na kupromise vitu zenye you cannot even provide. Halafu mnachukua 17 billion mna renovate State House. Halafu mnachukua pesa zingine mnapeleka kwa affordable housing. Who is living in those affordable houses? Who? Give me one person. Ordinary mwananchi mwenye anakaa huko. Usinipatie wanajeshi. Nipatie ordinary mwananchi mwenye anakaa hapo.
What you do the ordinary mwananchi ni mnachukua mnampatia kifungu, then baadaye nyuma ya tent mnamnyang'anya kifungu. This is bullshit. This is nonsense. I am very angry, by the way. Today is the 14th of March. What is this? Mimi hata heri kusikwe na election kwa hii nchi, because mkiweka election mnadanganywa like sahi. Angalia juu ya magari huku, unaona everywhere piga makelele. You cannot even do your business in peace, because wakikuja you cannot do business. Then mnaachiwa peanuts 1,500 sijui what. Vijana wanapigana huku juu ya pesa mnaacha huku. Yes, people are killing themselves because of those peanuts mnawaachia huku. We don't need them. We need people that work. Tunahitaji watu watafanya kazi, watu wata take care of the people of this country. We need people that will work, not people wenye wanakuja ni kama fashion show akina Sakaja. My dimples, what are your dimples helping us with? Zinatusaidia na nini? Hiyo smile yako fake inatusaidia na nini? Hii haitusaidia na chochote. We need a change. Anyone mwenye nasikia hii kitu, and I know you are hearing me, nyinyi wenye naongelesha hapo. We need a change. Yes, this is bullshit. So guys, in this continuation of this anger, nataka mkasirike. Na mkikasirika ndio mtabadilisha hii nchi. Kila mtu akasirike na waseme enough is enough. Yes. Everybody akasirike na aseme enough is enough. In fact, this is my vision. Mimi I'm looking forward to ile day yenye president mwenye tumeweka is our servant. That day I'm looking really forward for it. That day when asipofanya kenye alipromise ama kenye tumemwambia, tunamuita, tunamweka chini, tunamwambia my friend, this is not your whatever, it's not your house to do your businesses. This place is our house, you need to do our business. You are like a maid for us. Fanya kenye tunakuambia. I'm looking forward to hiyo siku yenye mtaita MCA wa area yenyu. Na mumweke chini mwambie, mbona hii barabara haijatengenezwa? Mbona hii market haijatengenezwa? Where is the money ya maji? Like I hear kuna areas in the Eastlands where water inakuwa rationed. Yes, inakuwa rationed. Wanapata maji mara moja kwa wiki. What is that? Mvua inanyesha mingi, inavuta watu, inavuta magari, inaangusha manyumba. Yet tuko na leaders wenye wanaweza tumia akili to harvest that water and use it to better the lives of the people. Ruto akiingia, agriculture everywhere, manyiwa fake, mchanga anachukua mchanga mbaya anapatia watu huku, inaharibu mashamba zao. Tumia akili my friend. I'm very angry by the way. This is bullshit. This one goes to everyone, mpaka wale opposition wote. Kila mtu akina Kalonzo Musyoka, Gachagua kupiga makelele huku, Ruto juu ya magari huku, sijui Sifuna. To everybody. Mpaka hao si Chieta. We need you guys to work. We need you guys to work. Hatutaki nini mafashion show hapa na kutupigia makelele. We need you guys to work. This is a warning. I am sounding this warning to you guys. Mtu akuje area yangu na akuje apige makelele na bado mvua inanyesha venye inanyesha na inasweep watu, ndio mtajua why we are people. We are the people and you are our servants. You will know why. And I am out. See you later. I'm very angry. See you later.